tukiwa na maarifa, nuru yang'aa, njia za mafanikio huonekana. Karibu ujione nuru ya kweli, ibada ya wokovu yawezekana TV. Mtumishi Njombe, kiongozi wa hakika, mtu makini mwenye maono ya kipekee, amepewa maarifa kutuongoza salama. Ni mzime mwamini, karibu onje. Hapa kuna moto wa Yesu, hapa kuna nuru, mzee wa siku yupo kazini. Uwepo wa Bwana washuka na kuleta uhuru kutoka vifungoni. Yawezekana TV, mahali pa mabadiliko. Barikiwa. Mtumishi Njombe, kiongozi wa hakika, mtu makini mwenye maono ya kipekee, amepewa maarifa kutuongoza salama. Mzime mwamini, karibu onje. Hapa kuna moto wa Yesu, hapa kuna nuru, mzee wa siku yupo kazini. Uwepo wa Bwana washuka na kuleta uhuru kutoka vifungoni. Yawezekana TV, mahali pa mabadiliko. Barikiwa. 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 Barikiwa arifa, nuru yang'aa, njia za mafanikio huonekana. Karibu ujione nuru ya kweli, ibada ya wokovu yawezekana TV. Naam, Bwana hakika ni mwema. Bwana hakika ametupendelea katika wengi, ametuchagua mimi na wewe, ametuchagua, ametusimamisha, ametusimika. Tumeuona mwezi wa 6 na sasa tuko salama. Tumeuona mwezi wa habari njema. Popote pale ulipo, umuinue Mungu, umtukuze Bwana kwa sababu amekuheshimisha. Katika wengi amekuona, katika wengi amekuchagua, katika wengi amekusimamisha, katika wengi amekusimika wewe. Hakika umeona upendeleo wa ajabu, hakika umeona nguvu ya Mungu, hakika umeona msaada wa Mungu katika yote ambayo ulikuwa ukifanya, katika yote ambayo ulikuwa ukitenda. Ni hakika ya kuwa umemuona Mungu. Ni kweli na ni wazi ya kuwa umemuona Mungu. Hivyo una kila sababu ya kumwambia Mungu asante. Una kila sababu ya kupaza sauti yako kwa Bwana na umshukuru Mungu, kwa sababu hivyo ulivyo sio wewe, sio nguvu zako, sio maneno yako, sio utaalamu wako, sio ujanja wako, bali ni nguvu za Mungu zilikuwa pamoja na wewe, bali ni mkono wa Bwana ulikuwa pamoja na wewe. Kwa hiyo popote pale ulipo, mwana wa Mungu, unapoisikia sauti, uko Tanzania, uko nje ya Tanzania, ili mradi umeingia mwezi wa 6,
inakupasa na inakulazimu kumshukuru Mungu. Unapomshukuru Mungu, unapanda mbegu kwa ajili ya mwezi unaofuata. Unapomshukuru Mungu leo, kwamba unahitaji ulinzi wake. Unapomshukuru Mungu sai katika maombi ya kumshukuru Mungu ya kwamba mwezi wa 6 umenipa, lakini hukunipa mwezi huu hivi hivi, umenipa na neno la kutembea na mwezi wa 6 ya kuwa ni mwezi wa habari njema kwangu. Namshukuru Mungu kwa kuwa habari njema zitatajwa kwako. Unamshukuru Mungu kwa kuwa habari njema zitazaliwa kwako. Unamshukuru Mungu, unamuinua, unamtukuza, unamsifu. Haleluya, haleluya. Basi wakati tunajiandaa na maombi ya shukrani, naweza ukashare link ya kipindi hiki katika magrupu yako ya WhatsApp, magrupu ya ukoo, magrupu ya familia. Unaweza ukashare link hii katika WhatsApp status yako, ukashare link ya kipindi hichi Facebook, Instagram page yako, vyote vile ambavyo unaweza kusambaza ujumbe huu kwa watu wasiopungua 5. Itakuwa ni baraka na itakuwa ni sadaka ambayo umetoa, na sadaka hiyo Mungu aitazame na akujalie mema. Habari njema zikatajwe kwako katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Mwana wa Mungu, popote ambapo unaisikia sauti hii, ninayezungumza na wewe majira haya ni mtumishi wa Mungu William Mchome. Ni mtumishi wa Mungu William Mchome. Wengine wananiita man of God. Ni mtumishi wa Mungu William Mchome, ndiye ninayezungumza nawe majira haya, ndiye ninayesema na wewe wakati huu. Lakini cha kufurahisha ni kwamba hapa studio siko peke yangu, niko na mtumishi wa Mungu, mtumwa wa Kristo, mwana maombi ambaye ana mzigo wa kutuombea Yawezekana TV, ana mzigo wa kuiombea Tanzania, ana mzigo wa kuombea watu waliofungwa kutoka kwenye vifungo. Huyu si mwingine, ni mtumishi wa Bwana. Ninaitwa kwa majina yangu, ninaitwa mtumishi wa Mungu Shadrack Shango. Amina. Mtumishi Shadrack Shango, tuko pamoja naye majira haya. Sasa andaa moyo wako mwana wa Mungu popote pale ulipo kwa ajili ya maombi haya ya shukrani na maombi haya ya kumshukuru Mungu kwa ajili ya mwezi huu. Yataongozwa moja kwa moja na mtumishi wa Bwana Shadrack Shango. Atatuongoza katika maombi haya ya shukrani. Sio nguvu zetu, sio ujanja wetu, sio ufahamu wetu, sio nguvu zetu. Hakika Mungu ametusaidia, hakika Mungu ametutetea. Ni maombi ya kumshukuru Mungu kwa mwezi huu. Tumevuka salama, tumeingia mwezi huu salama, ukupata ajali, kupata kuumwa. Mungu amelinda watoto wako, wengine wamerudi likizo, wako nyumbani. Shukuru Bwana, mwambie Bwana asante. Sema baba yangu, ninakushukuru baba yangu uliye mbinguni. Baba ninakushukuru, Mungu ninakushukuru. Ninakuja mbele zako Bwana sana majira haya kwa ajili ya kurudisha shukrani mbele zako, kwa ajili ya kurudisha shukrani mbele ya madhabahu yako. Tazama, huu ni mwezi wa 6 tena. Tazama, ni mwezi wa 6 mwingine tena katika kipindi na majira haya Bwana uliyetupa Bwana kuona
Bwana, mwezi wa 6 Baba, ninarudisha heshima na utukufu mbele zako. Ninakurudisha heshima na utukufu Jehova Shama. Baba, pokea heshima na utukufu Bwana, hata katika kipindi hiki chawezekana televisheni. Bwana Baba, ninakushukuru mfalme wa falme, ninakurudisha heshima na utukufu Bwana, kwa maana umetuvusha Bwana kuona mwezi huu wa 6 Bwana, si kwa mapenzi yangu Bwana, wala si kwa mapenzi ya mwanadamu yeyote Bwana, bali ni kwa mapenzi yako Mungu wa mbingu na nchi. Ninakurudisha heshima na utukufu Bwana. Asante kwa ajili ya kila namna ambavyo Mungu umetupigania. Asante hata kwa ajili ya kila namna Mungu uliotutendea. Baba, ninakurudisha heshima na utukufu. Ninakurudisha heshima na utukufu. Ninatangaza heshima na utukufu sai Bwana. Baba, pokea heshima na utukufu mfalme wa falme. Wewe ni Alfa na Omega Bwana. Wewe ni mwanzo na mwisho Bwana. Ninakurudisha heshima na utukufu majira haya Bwana, katika mwezi huu wa 6, katika malango ya mwezi huu wa 6. Baba, ni tumaini langu kwako Bwana. Ninakurudisha heshima na utukufu Bwana. Ninaomba usikie kuomba kwangu sai Bwana. Ninaomba usikie Mungu majira haya na sai Bwana. Baba, pokea heshima na utukufu Bwana. Umetuheshimisha Bwana. Umetuheshimisha Jehova Shama. Umeniheshimisha Bwana. Umetuheshimisha mfalme wa falme, katika malango ya mwezi wa 6, katika kuona malango ya mwezi wa 6, katika malango ya mwezi wa 6, katika malango ya mwezi wa 6. Baba, ninakushukuru. Baba, ninakushukuru. Baba, ninakushukuru. Baba, ninakushukuru. Baba, ninakushukuru. Heshima na utukufu ni zako Bwana. Pokea heshima na utukufu mfalme. Ninakushukuru Bwana. Ninakushukuru mfalme. Ninakushukuru hata kwa ajili ya saa hii Bwana. Ninakushukuru hata kwa ajili ya kipindi hiki Bwana. Umetupa majira mapya mengine tena Bwana, katika malango ya mwezi wa 6. Yesu, pokea heshima na utukufu. Baba, ninakushukuru. Baba, ninakushukuru. Baba, ninakushukuru. Ninakushukuru Adonai. Ninakushukuru mfalme wa falme. Ninatangaza sifa zako. Ninatangaza sifa zako. Pokea heshima na utukufu mfalme sai na majira haya Bwana. Mungu ulikuwa pamoja nasi Bwana. Tazama, ilipokuwa mwezi wa kwanza, hata ikawa mwezi wa pili, hata ikawa mwezi wa 3, hata ikawa mwezi wa 4, hata ikawa mwezi wa 5, hata hivi sasa Bwana umetuvusha kwenye malango ya mwezi wa 6. Baba, pokea heshima na utukufu. Mungu, ninakusifu. Mungu, ninakutukuza. Mungu, ninakurudishia heshima na utukufu Bwana. Asante kwa ajili ya majira haya. Asante kwa ajili ya kipindi hiki. Asante hata kwa ajili ya Wezekana TV. Asante Mungu, kwa maana umetuketisha sai Bwana. Ninakushukuru Jehova. Ninakushukuru mfalme wa falme. Pokea heshima na utukufu Bwana. Pokea heshima na utukufu Mungu wa Isaka. Pokea heshima na utukufu Mungu wa mbingu na nchi. Pokea heshima na utukufu Mungu wa Israeli. Pokea heshima na utukufu mfalme wa falme. Wewe uketie mahali pa juu patakatifu palipoinuka. Baba, ninakushukuru. Baba, ninakushukuru. Baba, ninakurudishia heshima na utukufu Bwana. Ninakutukuza Bwana. Baba, ninakuinua Bwana. Baba, ninakuinua mfalme wa falme. Asante kwa ajili ya majira haya Bwana. Asante mfalme wa falme. Umetupa siku mpya tena. Umetupa kibali cha kuona mwezi wa 6. Umetupa kibali cha kugawa mwaka huu 2025 na kuingia malango ya mwezi wa 6. Baba, asante Bwana. Asante Bwana. Asante Jehova. Asante Mungu wa Isaka. Asante Mungu wa Yakobo. Asante Mungu wa Israeli. Asante Yahweh. Asante Jehova Nisi. Asante Jehova Ire. Asante Jehova Shama. Ninakurudishia heshima na utukufu mfalme majira haya Bwana. Baba, pokea heshima na utukufu. Baba, pokea heshima na utukufu. Zote ni zako Bwana. Vyote ni vyako Bwana. Zote ni zako Bwana. Vyote ni vyako mfalme. Ninakurudishia heshima na utukufu. Ninatangaza heshima na utukufu. Ninatangaza heshima na utukufu katika malango ya mwezi wa 6, katika mwezi wa 6, katika malango ya mwezi wa 6. Na hii ni habari njema, habari njema, habari njema. Ninakurudishia heshima na utukufu Bwana. Ninakurudishia heshima na utukufu Bwana. Pokea heshima na utukufu kwenye mwezi wa 6. Ni mwezi wa habari njema. Ni mwezi wa habari njema. Ni mwezi wa habari njema.
njema, ni mwezi wa habari njema kwenye hii familia, kwenye hii familia, kwenye hii familia ya neno la Mungu na maombi. Baba, ni habari njema kwako wewe mahali hapo ulipo sai, ni habari njema, ni habari njema. Natangaza habari njema, natangaza habari njema kwa kila mmoja mmoja, natangaza habari njema, natangaza habari njema. Pokea habari njema mwana wa Mungu, pokea habari njema. Natangaza habari njema saa na majira haya katika mwezi huu wa 6, katika malango ya mwezi wa 6. Hii ni habari njema. Baba, tunakushukuru, tunakushukuru Bwana, tunakushukuru Mfalme, tunakushukuru kwa neema, tunakushukuru kwa neema yako tu, tunakushukuru kwa maana unatenda. Asante Bwana, na hii ni habari njema, na hii ninatangaza habari njema, na hii ninatangaza habari njema kwa watoto wako Bwana. Ninakushukuru kwenye malango haya, ninakushukuru katika patakatifu pako. Ninakushukuru Jehova, ninakushukuru Mfalme wa falme, ninakushukuru Mungu wa Isaka, ninakushukuru Bwana wa mabwana, ninakushukuru Mungu wa mbingu na nchi, ninakushukuru Mfalme wa falme. Asante Bwana, maana umetutunza, maana umetutunza, maana umetutunza, maana umetutunza. Baba, ninakushukuru, Baba, ninakushukuru, Baba, ninakushukuru, Baba, ninakurudishia heshima na utukufu. Pokea heshima na utukufu Bwana katika patakatifu pako. Asante kwa kutupa uhai, asante kwa kutuwezesha, asante kwa kutuingiza katika mwezi wa 6, asante kwa kutupa kibali cha kuona mwezi wa 6, cha kuona malango ya mwezi wa 6. Asante Bwana, asante Jehova, asante Mfalme wa falme. Ninatangaza habari njema, ninatangaza habari njema, ninatangaza habari njema katika mwezi wa 6, katika malango ya mwezi wa 6, maana umetupa Bwana, maana umetupa Bwana. Ninakushukuru Bwana, ninakushukuru Jehova, ninakurudishia heshima na utukufu Baba, ninakurudishia heshima na utukufu. Asante Bwana, asante kwa ajili ya kipindi hiki, asante kwa ajili ya majira haya, asante kwa ajili ya kituo hiki Bwana. Yawezekana TV Baba, ni wewe unayotenda Baba, ni wewe unayofanya Baba, ni wewe unayetupigania Baba, ni wewe uliotupigania, ni wewe uliotupigania, ni wewe uliotushika kwa mkono wako Baba. Ninakurudishia heshima na utukufu Baba, ninasema asante, asante Bwana, asante Mungu, asante Jehova, asante Mfalme wa falme, asante Mungu wa Isaka, asante Yesu. Ninakushukuru Bwana, ninaomba usikie Bwana, usikie shukrani zangu, usikie shukrani zangu, usikie shukrani zangu sai Bwana. Ninakurudishia heshima na utukufu Baba. Pokea Baba, pokea Baba, pokea. Ni wewe peke yako unastahili Bwana, ni wewe peke yako unastahili Bwana, ni wewe peke yako unastahili sifa, ni wewe peke yako unastahili kushukuriwa, ni wewe peke yako Bwana, wala si mwingine Bwana, ni wewe peke yako Jehova katika majira haya Baba. Pokea Baba, pokea, pokea heshima, pokea heshima, pokea heshima, pokea heshima, pokea heshima, pokea utukufu. Ni wako peke yako, ni wako peke yako. Pokea heshima, pokea heshima, pokea heshima na utukufu ni vyako Bwana katika malango ya mwezi wa 6, katika malango ya mwezi wa 6, katika malango ya mwezi wa 6 Baba. Kuona ni neema tu Baba, kuona ni neema tu, wala si neema ya mwanadamu yoyote, wala si kwa uwezo wa mwanadamu yoyote, wala si kwa ujanja wangu, wala si kwa ujanja wa mtu yoyote, wala si kwa ujanja wa yoyote Bwana, bali ni kwa neema yako, bali ni kwa neema yako, bali ni kwa ujanja wako Baba. Ninakushukuru, natangaza sifa zako, natangaza sifa zako, natangaza sifa zako. Mbingu isikie, mbingu isikie, ardhi isikie, isikie Bwana, asikie Bwana. Mataifa yote isikie Bwana ya kwamba ni wewe unastahili, ni wewe unastahili kusifiwa, ni wewe unastahili kurudishwa heshima na utukufu Baba. Ninakushukuru Baba, ninakushukuru Baba, ninakushukuru. Ninakushukuru Adonai. Pokea heshima na utukufu Mfalme wa falme. Asante Bwana. Amen. Tunakushukuru Mungu, tunakuinua Baba, hakika wewe ni mwema. Tunasema asante. Tunashukuru kwa ajili ya maombi haya ya shukrani. Maombi haya sio mwisho, bali ni maombi yanayopaswa kuwa endelevu,
ni maombi ambayo unapaswa kuendelea kumshukuru Mungu tu kwa ajili ya mwezi huu. Na kwa nini tumetangulia kuomba kwa takriban dakika 7-8? Tumetangulia kuomba hivyo maombi ya kumshukuru Mungu kwa sababu ni moja ya kitu ambacho tutakwenda kuelekeza leo katika somo letu ambalo Mungu ametupa. Mwana wa Mungu, popote pale ulipo, unaweza kuandaa notebook yako, kalamu yako, Biblia yako. Na uzuri ni kwamba hata kama huna Biblia, unaweza kusoma nasi katika screen, ambapo maneno haya yatakuwa yakipita kwa uyakinifu, na ninaamini kabisa ya kwamba utamuona Bwana katika somo hili la leo. Kwa hiyo andaa notebook yako, andaa kalamu yako, andaa Biblia yako. Somo kubwa ambalo tunakwenda kufundishana siku hii ya leo, nadhani umeshasoma kwenye screen, kwa ikisema ni password za mwezi wa 6. Waswahili wanasema nywila za mwezi wa 6. Watu wengine wale ndio wanasema code za mwezi wa 6. Ni kwamba mahali popote unapotaka kuingia mtumishi, ili uweze kufanikiwa zaidi, unahitaji password, unahitaji funguo, unahitaji nywila uweze kuingia. Kuna maeneo ya nasiri, kuna maeneo yamefichwa. Unasema kuna hazina zilizofichwa gizani, mahali pasiri. Sio gizani tu, ziko gizani, lakini pia ziko mahali pasiri. So unatakiwa upate nywila za kukupeleka hapo mahali pasiri, nywila ya kukupeleka kupata kile ambacho unakihitaji. Ni kweli tumekuambia mwezi wa 6 ni mwezi wa habari njema. Tumekutangazia ya kuwa mwezi wa 6 ni mwezi wa habari njema. Tukakupa reference kibao za mwezi wa 6. Ili kuna kitu muhimu, kuna vitu muhimu unapaswa kuvifahamu ili uweze kutembea katika ushindi ndani ya mwezi wa 6. Usipoweza kupata hizi password, itakuwa ni ngumu sana. Sisemi ni ngumu, nasema ni ngumu sana kwa wewe kuziona habari njema. Ila kwa kila atakayezingatia, kwa kila atakayefuatilia, hawezi kutoka mtupu, atatoka na kitu cha baraka sana. Basi popote pale ulipo, unaweza kufungua nami katika Biblia yako. Unaweza kufungua nami katika Biblia yako kitabu kile cha Ayubu, sura ile ya 38 mstari ule wa 12. Ayubu sura ile ya 38 mstari ule wa 12. Anasema, je, umeiamuru asubuhi tangu siku zako zilipoanza? Umeyajulisha mapambazuko mahali pake? Je, umeiamuru asubuhi tangu siku zako zilipoanza? Okay, weka hivi hapo kwenye asubuhi, weka mwanzo wa mwezi. Je, umeamuru mwanzo wa mwezi tangu siku zako zilipoanza? Je, umeuamuru mwezi wa 6 tangu ulipoanza? Je, umeusemesha mwezi wa 6 tangu asubuhi ilipoanza, tangu tarehe 1 ilipoanza?
umeyajulisha mapambazuko mahali pake, umeuelekeza huo mwezi unavyotakiwa kuwa, umeuelekeza huo mwezi namna ambavyo unatakiwa kutembea, umeuelekeza. Mwezi unaelekezwa, mwezi unapewa direction, mwezi unaelekezwa, siku inaelekezwa, siku inaelekezwa, siku inasemeshwa. Kuna vitu ni muhimu uweze kuvifahamu. Sasa kodi ya kwanza ni fungua mlango wa mwezi kwa madhabahu ya maombi. Fungua mlango wa mwezi kwa madhabahu ya maombi. Maana yake uwe na maombi ya kuombea mwezi. Yawezekana TV tuliandaa program ya kufunga siku 3 tokea tarehe 30 mwezi wa 5, tarehe 31 mwezi wa 5 na tarehe 1 mwezi wa 6. Dhumuni na lengo ilikuwa ni kusema na mwezi, kusemesha mwezi wa 6, kuamuru mwezi wa 6 ingali mapema. Waswahili wanasema hivi, samaki mkunje angali mbichi. Hii ina maana kwamba mwezi unaandaliwa angali mapema. Kwa hiyo uanze mwezi kwa kufinyanga katika maombi. Uanze mwezi kwa kuomba katika maombi. Ukabidhi mwezi kwa Mungu. Mwezi wako wa Juni, mwezi wako wa 6, ili uwe na habari njema, inataka Mungu atangulie mbele yako. Inataka Mungu awe kiongozi wako. Inataka Mungu atangulie kwenye hatima yako. Inataka Mungu awe mbele yako. Uso wake utembee pamoja nao. Fikiri Musa anamuomba Mungu, sema ninaomba Mungu uso wako uende pamoja na. Usipoenda pamoja nasi hapa, hatutoki hapa. Mungu usipoenda pamoja nasi, hatuondoki hapa. Mungu anamjibu, uso wangu utakwenda pamoja nawe, nami nitakupa raha. Kumbe kigezo cha kupokea furaha, kigezo cha kupokea mema, kigezo cha kupokea mazuri, kigezo cha kupokea ushindi ni kuhakikisha ya kwamba kuna mambo umeamuru ingali mapema. Kuna mambo umeafinyanga. Kuna agano na Mungu umetengeneza angali mapema, mwanzo wa mwezi. Kwa hiyo kodi ya kwanza ni uhakikisha unafungua malango ya mwezi kwa madhabahu ya maombi. Usiingie mwezi mpya bila kumuita Mungu. Kila mwezi una lango la kiroho. Usipoingia na maombi, adui anaweza kuingia kati. Swali langu ni, je, umeamuru mwezi wa 6 ulipoanza? Je, umeamuru mapambazuko mahali pake? Yani tumekutangazia ya kwamba mwezi wa 6 ni mwezi wa habari njema. Hizi habari njema umezipa location ya kwamba unataka zitokee wapi? Mimi hitaji langu ni kwamba nataka kupata kazi. Mungu leta habari njema kule nilipotuma maombi ya kazi. Mimi Bwana hitaji langu ni kuongezwa mshahara. Mungu leta habari njema kwenye kazi ya mikono yangu, niongezwe mshahara. Mimi nataka ongezeko la faida. Mungu leta habari njema, niongeze faida, nione faida kwenye hii biashara. Mimi Bwana nataka habari njema kwenye familia. Tuna magomvi, tuna vita. Mungu leta habari njema kwenye hii familia. Leta habari njema kwa mume wangu, leta habari njema kwa mke wangu. Unayajulisha mapambazuko mahali pake. Unajulisha habari njema mahali pake. Unaamuru mwezi uende vile ambavyo unataka.
unaufinyanga. Bwana Yesu apewe sifa. Kwa hiyo tunakushauri majira ni tengeneza muda maalum kabisa. Tengeneza muda maalum wa kuinua maombi kwa ajili ya mwezi wa 6. Tenga muda maalum kwa ajili ya kuomba habari njema kwa ajili ya mwezi wa 6. Hata kama ni dakika 30 za kila asubuhi, elekeza mwezi, finyanga mwezi. Tuko nusu ya mwaka. Ni jambo la hatari kama utabaki yule yule uliyekuwa mwaka jana. Kama utaishia kuwa yule yule usiye na mabadiliko, hii ni hatari sana. Hii ni hatari sana. Sema kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. Leo hii ninasimama katika zamu yangu, katika nafasi yangu, ninaamuru asubuhi ya mwezi wa 6, ninaamuru tarehe za mwanzo za mwezi wa 6, ya kuwa mwezi wa 6 utakuwa ni mwezi wa habari njema kwangu. Utakuwa ni mwezi wa habari njema kwenye familia yangu. Utakuwa ni mwezi wa habari njema kazini kwangu. Utakuwa ni mwezi wa habari njema kwa watoto wangu. Utakuwa ni mwezi wa habari njema kwenye kila kona ya maisha yangu. Ninafinyanga habari njema, ninatengeneza habari njema, ninaziita habari njema, ninaita habari njema kwa jina la Yesu, kwa damu ya Yesu. Ninaita habari njema, 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 habari njema, habari njema, habari njema. Ninaita habari njema, ninatangaza habari njema, ninatangaza habari njema, ninatangaza habari njema, ninaita habari njema, habari njema, habari njema kwako mahali popote pale ulipo, mtoto wa Mungu saa hii na majira haya. Ninaita habari njema, ninaita habari njema, ninatangaza habari njema katika malango ya mwezi wa 6. Ninakutangazia habari njema, ninakutangazia habari njema, ninakutangazia habari njema, ninakutangazia kuvuka kwako kwenye malango ya mwezi wa 6. Ninakutangazia kuinuliwa tena, ninakutangazia kuvuka tena, ninakutangazia kuinuliwa tena, ninakutangazia kupokea tena katika malango ya mwezi wa 6. Kupokea, kupokea, kuinuliwa kwako, kuinuliwa kwako kwenye malango ya mwezi wa 6. Ninatamka habari njema, ninatangaza habari njema, kuinuliwa kwako. Magonjwa tena hayatakuwa. Natamka habari njema, natamka uzima, natamka uzima juu yako. Ninatangaza habari njema, ninatangaza habari njema, ninatangaza habari njema. Hakutaonekana kuonewa tena katika malango ya mwezi wa 6. Bwana wa Mungu, natamka habari njema mahali hapo ulipo saa hii. Natamka habari njema, habari njema, habari njema, habari njema kwako. Vifungo tena havitaonekana, vifungo tena vitakatika katika malango ya mwezi wa 6. Ninatangaza habari njema, natangaza habari njema. Magonjwa hayatakuwa tena, magonjwa hayatakuwa tena kwenye malango ya mwezi wa 6. Natangaza habari njema, natangaza habari njema, habari njema, habari njema, habari njema, habari njema. Yes, habari njema katika jina la Yesu Kristo wa Nazareth aliye hai ziwe juu yako. Amen. Tunakwenda password ya pili. Nataka tuweze kuzisoma password. Yaani nataka tutembee na password kiuhakika kabisa. Password ya pili, tufungue kitabu kile cha Mithali sura ile ya 18 mstari ule wa 21. Fundi mitambo tuweke Mithali sura ile ya 18 mstari ule wa 21. Maandiko matakatifu yanasema hivi, kama ambavyo unaona kwenye screen yako hapo: mauti na uzima huwa katika uwezo wa ulimi, na wao waupendao watakula matunda yake.
Mauti na uzima huwa katika uwezo wa ulimi. Maana yake ni kuishi na kufa vile vile kuko katika uwezo wa ulimi. Biashara yako kuwa nzuri na kuwa mbaya imefungwa katika uwezo wa ulimi. Ndoa yako kuwa nzuri au kuwa mbaya imefungwa katika uwezo wa ulimi. Watoto wako kuwa wazuri au kuwa wabaya wamefungwa katika uwezo wa kinywa chako. Ndio maana kuna kitu kinaitwa laana. Laana ni maneno yaliyotamkwa kwenye kinywa na yakaumbika na yenye kukusudia mabaya yampate mtu. Baraka ni maneno yanayotamkwa juu ya mtu yaliyokusudia mema yamfikie huyo mtu. Kazi ya baraka ni kumfanya mtu ashine. Kazi ya laana ni kumfanya mtu afifie. Kwa hiyo mauti na uzima huwa katika uwezo wa ulimi. Mwanzo wa mwezi, kodi ya pili itakuwa ni tangaza maneno ya unabii juu ya mwezi. Nabii wa maisha yako sio Mchome. Nabii wa maisha yako namba 1 ni wewe. Nabii wa maisha yako namba 1 ni wewe. Unakiri nini? Unaongea nini? Unasema nini? Nabii wa maisha yako ni wewe. Nabii wa mwezi huu ni wewe. Nabii wa mwezi huu juu ya maisha yako ni wewe. Unatoa unabii gani juu ya mwezi huu? Sisi tumekuambia neno la mwezi. Neno la mwezi ya kuwa ni mwezi wa habari njema. Je, unaziona habari njema kwako? Je, unaziita habari njema kwako? Au ni wewe unayesema afadhali ya mwezi uliopita? Au ni wewe unayesema afadhali ya mwaka jana? Unapoteza vitu vingi. Chunga sana kile ambacho unakinena. Chunga sana kile ambacho unakiongea. Huu mwezi bado mbichi. Huu mwaka bado haujaisha. Unaweza kubadilisha maneno ya watu yaliyonenwa juu yako, kwa sababu ndani yako unanena makuu. Ndani yako unanena ya ushindi. Ndani yako unanena ya ushujaa. Ndani yako unanena ya ukuu. Na ninataka unene ukuu katika mwezi wa 6. Kinywa chako ni silaha ya kiroho. Hii ni muhimu uweze kuelewa kama unaandika. Kwa kinywa changu mimi ni silaha ya kiroho. Na hii silaha ninaweza kuitumia. Habari njema huanza kwa kusema, kisha kuamini, kisha kuona. Habari njema tulizozitamka kwamba mwezi wa 6 zitatokea kwako, zitaanza kwa kusema, kisha kuamini, kisha kuona. Ili uweze kuona tokeo, lazima unene ya uzima. Lazima unene ya baraka. Andika na tangaza kila siku ya kuwa mwezi huu ni mwezi wa neema isiyo ya kawaida. Nitapokea taarifa za furaha. Sitapokea taarifa za majonzi. Sitapokea taarifa za huzuni. Unatangaza na kuandika. Mlango uliofungwa utafunguka. Mlango wa neema uliofungwa utafunguka. Ili mdadi nimeambiwa ni mwezi wa habari njema. Ninatangaza habari njema kwenye maisha yangu. Ninatangaza habari njema kwa watoto wangu. Ninakiri habari njema. Ninakiri habari njema. Ninatangaza habari njema. Popote pale ulipo, paza sauti yako, sema baba yangu, baba yangu, ninakushukuru Mungu. Ninasema asante
majira haya ninatangaza habari njema kwa kinywa changu. Ninatangaza habari njema katika mwezi wa 6. Ninatangaza ya kuwa ni mwezi wa habari njema. Ninatangaza ya kuwa ni mwezi wa habari njema. Ni mwezi wa habari njema kazini kwangu. Ni mwezi wa habari njema ofisini kwangu. Ni mwezi wa habari njema kwenye huduma. Ni mwezi wa habari njema kwenye vipawa na karama. Ninatangaza, ninaufinyanga huu mwezi kwa maneno ya kinywa changu, kwa maneno ya baraka. Ninaubariki mwezi wa 6. Ninaubariki mwezi wa 6. Ninaubariki mwezi wa 6. Uwe ni mwezi wa baraka kwangu. Uwe ni mwezi wa nuru kwangu. Uwe ni mwezi wa kuinuliwa kwangu. Ninaubariki mwezi wa 6. Ninaubariki mwezi wa 6 katika jina la Yesu. Natangaza na kubariki mwezi wa 6, mwezi wa 6, mwezi wa 6, mwezi wa 6. Itathibitika, mwana wa Mungu, itathibitika, itathibitika na itathibitika na itathibitika na itathibitika katika mwezi huu wa 6, katika mwezi huu wa 6, katika huu mwezi wa 6. Habari njema, habari njema kwako, habari njema kwako, habari njema, habari njema. Habari njema katika malango ya mwezi wa 6. Habari njema, habari njema, habari njema tunazozitangaza mahali hapa ni habari njema, ni habari njema. Hautaonewa tena, hautaonewa tena, hautaonewa tena, hautaonewa tena. Magonjwa hautaonewa tena, hautaonewa tena, hautaonewa tena. Maana hii ni habari njema, maana hii ni habari njema katika mwezi wa 6, katika malango ya mwezi wa 6. Habari njema, habari njema baba, habari njema mama, habari njema, habari njema. Tunatangaza habari njema kwenye malango ya mwezi wa 6. Pokea habari njema, pokea habari njema, pokea habari njema mahali hapo. Pokea habari njema, pokea habari njema, pokea habari njema katika malango ya mwezi wa 6. Pokea habari njema, pokea habari njema, pokea habari njema kwenye malango ya mwezi wa 6, kwenye malango ya mwezi wa 6. Pokea habari njema, pokea habari njema. Uliokuwa tofauti, pokea habari njema. Ulionewa malango ya mwezi wa 6, pokea habari njema. Huu ni mwezi wa 6, ni malango ya mwezi wa 6, ni malango mapya, ni malango ya kuinuliwa, ni malango ya habari njema. Pokea habari njema, pokea habari njema. Nakiri habari njema juu yako zikazaliwe na kutokea kwa maneno ya kinywa chako. Imekuwa amen. Niendelee na kodi ya 3. Kodi ya 3 taniandalia fundi mitambo Zaburi ile 50 mstari ule wa 5. Zaburi ile 50 mstari ule wa 5. Zaburi ya 50 na mstari ule wa 5. Anasema, nikusanyeni wacha Mungu wangu waliofanya agano nami kwa dhabihu. Nikusanyeni wacha Mungu wangu waliofanya agano nami kwa dhabihu. Ninachotaka kuzungumza katika kodi ya 3 ama password ya 3 ni fanya agano la kiroho na Mungu. Fanya agano la kiroho na Mungu. Mungu ni Mungu mwenye kulitazama neno lake hata aweze kulitimiza. Mungu ni Mungu wa maagano. Kiwa umeingia agano naye, hakika analiangalia agano, sababu kwenye agano pana patano, pana makubaliano. Tumekubaliana, tumepatana. Takuwa ni 1, 2, 3. Tumepatana, tumeelewana hivyo. Na kwa sababu hiyo agano linalindwa. Agano linalindwa. Linalindwa kwa maombi, linalindwa kwa sadaka. Hii dhabihu. Sisi tukikwambia utoe sadaka, utaki kutoa. Lakini kumbe ukitoa sadaka katika yale maneno ambayo umeingia agano na Mungu,
hilo agano linalindwa, hilo agano linasimamiwa, linashikiliwa na mbingu. Kwa hiyo ni muhimu sana, kama hutaki kutoa sadaka huku mtandaoni, basi toa kule unakosali. Yani utoe kule unakosali. Nasema huku mtandaoni bwana, hao jamaa itakuwa ni wana njaa sana. Basi utume kule ambako unasali. Nenda kule kanisani unakosali. Toa sadaka kwa ajili ya mwezi wa 6. Tengeneza agano na Mungu kwa ajili ya mwezi wa 6. Nikusanyieni wacha Mungu wangu. Hawa wacha Mungu sio wacha Mungu, wanamuomba Mungu, wanamtegemea Mungu, wanasimama katika kweli ya Mungu, lakini hawaishi hapo. Walienda mbali, wakafanya agano na Mungu kwa dhabihu, kwa sadaka. Kwa hiyo kwenye mwezi wa 6 unajisikia kuifanya kazi ya Mungu, ingia agano na Mungu. Hii itakusaidia. Agano ni muunganiko wa roho. Agano ni muunganiko wa kiroho unaofungua milango ya msaada wa mbingu. Tarudia tena. Agano ni muunganiko wa kiroho unaofungua milango, sio mlango, milango ya msaada wa mbingu. Kuna mahali utoboi bila mbingu kukusaidia. Kuna mahali utoki bila Mungu kukusaidia. Sasa Mungu ni wa maagano. Hustahili, lakini kwa sababu una agano naye katika madhabahu yake, anakukumbuka, anakutazama, anakuangalia. Haleluya, haleluya. Kwa hiyo toa kitu maalum, toa saa yako ya huduma. Yani amua sema, labda mimi naingia agano, nitakuwa namtumikia Mungu kwa staili hii. Sina sadaka, nitakuwa namtumikia Mungu mimi nitaimba kanisani mpaka kieleweke. Bwana, mimi sina sadaka, mimi naingia agano. Mungu, naingia agano, nitaliombea taifa la Tanzania kipindi hichi tunachopita kwenye misukosuko, kipindi hichi tunachopita kwenye mavuguvugu ya kisiasa. Mungu, nitasimama kuliombea taifa. Nitaombea taifa mimi katika mwezi wa 6. Baba, wakati naliombea taifa, kumbuka vya kwangu. Jitoe, ingia agano naye. Ingia agano naye. Funga agano na Mungu, si ndio? Toa sadaka. Usina sadaka, basi muda wa kujitenga basi na maombi. Huwezi ukashindwa. Huwezi ukashindwa kufanya kitu kwa ajili ya ufalme wa Mungu. Kama ishara ya agano na Mungu kwa mwezi huu, unaweza ukatenga muda maalum, kwa sababu mimi ikifika muda fulani nitakuwa lazima naomba, nitakuwa lazima nasali, nitakuwa lazima fanya 1, 2, 3, na jambo hilo litakuwa ni jambo la baraka sana. Ukifunga agano na Mungu wewe, hata ukoo wako unapona. Ukifunga agano na Mungu wewe, hata watu wa karibu yako wanapona. Ukifunga agano na Mungu wewe, mambo mema yanakuwa ni fungu lako. Sema, Baba yangu, ninakushukuru kwa ajili ya maneno haya ambayo unasema na mimi kwa majira haya na wakati huu. Baba, asante. Baba, ninakutukuza. Ninaamua saa hii, Mungu wangu, ninaamua kuingia agano na wewe. Yesu, nisaidie katika mwezi wa 6. Ninaingia agano na wewe. Nitaifanya kazi yako,
nitaitenda kazi yako, nitaitenda kazi yako kwa namna ya kipekee. Nami unikumbuke, habari njema zionekane kwangu, habari njema zitajwe kwangu, habari njema zitajwe kwangu. Mema yanikimbilie, mema yawe fungu langu, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Amen. Takwenda kitu cha 4 ambacho ni password ya kukusaidia katika kutembea mwezi huu wa 6. Kuna vitu vingi sana ambavyo ni msaada wa wewe kutembea katika mwezi wa 6. Vitu vingi ambavyo ni msaada, ambavyo ni password na nywila za wewe kutembea katika mwezi wa 6. Jina la Bwana libarikiwe. Kitu 4 ni jifunze maarifa. Jifunze maarifa ya habari njema. Yaani ujifunze maarifa. Watu wa Mungu wanaangamizwa kukosa maarifa. Uwe na kawaida ya kujifunza maarifa ya habari njema. Sasa unajifunza wapi? Utajifunza pale ulisome neno la Mungu kwa njia mpya. Kuna watu wanasoma Biblia katika njia moja na ndio maana hupati matokeo. Biblia unaweza ukaisoma kama gazeti la kupoteza muda au ukaisikiliza, na ikimpendeza Mungu yawezekana TV kwenye magrupu yetu ya WhatsApp tutakuwa tunasoma Biblia. Tulianza kusoma Biblia lakini tukafikiria kutenga grupu maalum kwa ajili ya soma Biblia. Kwa hiyo Mungu atusaidie sana. Tutakuwa nasoma Biblia kwenye magrupu yetu. Soma Biblia yetu itakuwa ni soma Biblia ya kipekee sana, ni ya kitofauti sana. Soma Biblia yetu itakuwa ni unasoma kwa sauti na unasoma kwa maandishi. Kwa hiyo tutakuwa tukituma sauti kwenye grupu, na tukituma hiyo sauti unakamata Biblia yako unasoma nasi. Kwa hiyo tunaweza tukasoma hata kitabu kimoja kikaisha kwa siku moja. Ni wewe tu usiwe tu mvivu wa kusoma. Ni wewe tu usiwe mvivu wa kusikiliza, hata kuplay ikushinde. Utakuwa Mgalatia. Sasa tutajua ni upi aliyekuloga. Kwa hiyo kwenye group letu la WhatsApp mtumishi tutaingiza watu, na kila ambaye anataka kuingizwa kwa ajili ya soma Biblia utaniandikia soma Biblia, utanitumia kwenye namba ambayo unaiona inapita hapo, hiyo 0787493443 inapita hapo, 0787493443. Utatuma ujumbe hapo WhatsApp, utasema soma Biblia. Kwa hiyo nitajua ni kuingiza kwenye grupu la soma Biblia. Maana tuna grupu la neno la Mungu na maombi. Sasa neno la Mungu na maombi hatutaki tutume kitu ambacho hakitakuwa kinavuruga watu. Kwa hiyo tunataka tuunde grupu maalum kwa ajili ya soma Biblia peke yake. Ukiingia humo ndani utakula audio za Biblia mpaka mwenyewe utasema Yesu, asante, umeniingiza kwenye kulisoma neno lako kwa staili ya tofauti. Na tutaona shuhuda, tutapokea shuhuda kwa kusoma tu Bible. Neno la Mungu lina nguvu, halijaletwa bure, haliko bure. Kwa hiyo nataka tutaisoma Biblia kwa njia ya kitofauti. Kwa hiyo jifunze kwenye mwezi wa 6 maarifa ya habari njema. Jifunze maarifa ya habari njema. Usome neno la Mungu kwa njia ya tofauti. Soma Biblia kwa muktadha wa kuona. Ona mifano ya watu waliopokea habari njema. Jifunze kanuni zao. Jifunze kutoka kwao. Kuna watu wamepokea habari njema. Acha twende
tusome moja ya mtu ambaye alipokea habari njema, na watu wengi tukisomaga hapa tunasoma tunapata vizuri. Hii Luka sura ya kwanza mstari ule wa kuanzia mstari ule wa 26 hata ule wa 38. Fundi mitambo jaribu kutuwekea hapo na watu waweze kuona, wasoma Biblia wasome kule mtandaoni. Maria anasema katika Luka sura ile ya 26 na mstari ule wa 20 na Luka sura ile ya kwanza mstari ule wa 26 hata ule wa 38. Ona maandiko matakatifu yanasema nini? Anasema mwezi wa 6 malaika Gabrieli alitumwa na Mungu kwenda mpaka mji wa Galilaya jina lake Nazareti. Mwezi ugani huo wa 6 malaika Gabrieli alitumwa na Mungu. Mwezi wa 6 sisi watumishi wa Mungu hapa Yawezekana TV tumetumwa na Mungu kwenda mpaka pale ulipo, kwenda mpaka hapo nyumbani mwako kukuletea habari njema. Haleluya. Mstari wa 27 unasema hivi: kwa mwanamali bikira aliyekuwa ameposwa na mtu jina lake Yusufu wa mbari ya Daudi, na jina la bikira huyo ni Mariam. Mstari wa 28 sema akaingia nyumbani mwake akisema, salam, uliyepewa neema, Bwana yu pamoja nawe. Naye akafadhaika sana kwa ajili ya maneno yake, akawaza moyoni, salamu hii ni salamu ya namna gani? Mstari wa 30 unasema malaika akamwambia, usiogope Mariamu, kwa maana umepata neema kwa Mungu. Kwa maana umepata neema kwa Mungu. Mwana Mungu nakwambia usiogope. Mwezi wa 6 umepata neema kwa Mungu. Umepata neema. Wewe ni wa neema. Umepata neema, unayesikia sauti hii, pokea neema kwa jina la Yesu. Mstari wa 31 anasemaje pale? Anasema hivi, tazama utachukua mimba na kuzaa mtoto mwanamume, na jina lake utamwita Yesu. Na jina lake utamwita Yesu. Mstari ule wa 32, na huyo atakuwa mkuu, ataitwa mwana wa aliye juu, na Bwana Mungu atampa kiti cha enzi cha Daudi baba yake. Mstari wa 33 anasema atamiliki nyumba ya Yakobo hata milele, na ufalme wake utakuwa hauna mwisho. Mstari wa 34 Mariamu akamwambia malaika, litakuwaje neno hili, maana sijui mume? Mstari ule wa 35 malaika akajibu akamwambia, Roho Mtakatifu atakujilia juu yako, na nguvu zake aliye juu zitakufunika kama kivuli. Kwa sababu hiyo, hicho kitakachozaliwa kitaitwa kitakatifu, mwana wa Mungu. Haleluya. Mstari wa 36 tena tazama, jamaa yako Elizabeti naye amechukua mimba ya mtoto mwanamume katika uzee wake, na mwezi huu ni mwezi wa 6 kwake. Ni mwezi wa 6 kwake yeye aliyeitwa tasa. Rabasiaka ya mande. Kuna watu wanaweza wakawa wamekuita tasa, na watu wakawa wameweza kuita biashara yako tasa, na watu wameita ndoa yako tasa. Uzai mwezi huu wa 6 tapokea miujiza yako. Mstari wa 37 anasema, kwa kuwa hakuna neno lisilowezekana kwa Mungu. Hii imepiga kwenye mshono pale pale kwenye TV yetu. Kwa kuwa hakuna neno lisilowezekana kwa Mungu. Tamu sana hii. Ona Mariamu alisemaje 38 mstari wa mwisho tumalize.
Anasema hivi 38. Anasema Mariam akasema, tazama mimi ni mjakazi wa Bwana, na iwe kwangu kama ulivyosema. Kisha malaika akaondoka akaenda zake. Sisi tumekuambia mwezi wa 6 ni mwezi wa habari njema. Unatakiwa kujifunza sasa kwa Mariamu, ukae ukiamini kile ambacho kimetokea kwa Mariamu. Tazama Mariamu alivyojibu na alivyozungumza. Tazama, kuna kitu unajifunza kutoka kwa mtu kama Mariamu. Haleluya. Jina la Bwana libarikiwe. Kwa sababu Mariamu alipokea habari njema, na habari njema zikatokea kwake na zikawa kwake, na mambo yakatokea na mambo yakawa. Sasa ujifunze kwa mtu kama Mariamu alipokeaje habari njema. Soma background ya Mariamu, muelewe Mariamu. Wakati unasoma unajiconnect na wewe. Wakati unajiconnect kuna vitu vinazaliwa, si ndivyo mtumishi? Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya, haleluya. Kuna kitu inataka tuweze kujifunza, tuweze kujifunza leo, kiasi cha kwamba yani kama huelewi itakuwa imekula kwako. Mfano wa pili wa mtu wa kujifunza ni Elisha. Kwa Mariamu unaweza kuwa unasema mtumishi mbona amenivuka hivi. Alipokea habari njema za ujauzito kwa kiimani, alizipokea. Nataka nawe moyo wako upokee habari njema. Kwa hiyo jifunze maarifa mapya kiasi. Huyu mtu alipokea, na ujifunze kwenye kupokea neno la Mungu, kupokea, kulifinyanga, kuliumba liwe halisi kwako. Mtu wa pili ni Elisha. Unaweza kujifunza kwa Elisha. Samuel wa pili sura ile ya 7 mstari ule wa kwanza. Samuel wa pili sura ile ya 7 mstari ule wa kwanza. Maandiko yanasema hivi: ikawa mfalme alipokuwa akikaa katika nyumba yake, hapo Bwana alipomstarehesha, asiudhiwe na adui zake waliomzunguka pande zote. Mfalme akamwambia Nathan nabii, angalia sasa, mimi ninakaa katika nyumba ya mierezi, bali sanduku la Mungu linakaa ndani ya mapazia. Nathani akamwambia mfalme, haya, fanya yote yaliyomo moyoni mwako, maana Bwana yu pamoja nawe. Ikawa usiku huo neno la Bwana likamfikia Nathanieli kusema, nenda ukamwambie mtumishi wangu Daudi, Bwana asema hivi. Bwana asema hivi, je, wewe unanijengea nyumba nikae? Je, wewe unanijengea nyumba nikae ndani yake? Mstari ule wa 6, kwa maana mimi sikukaa ndani ya nyumba tangu siku ile niliyowatoa wana wa Israeli katika Misri hata leo, lakini nimekaa katika hema na maskani. Mahali mote nilipo kwenda na wana wa Israeli wote, je, nimesema neno lolote na mtu yote wa waamuzi wa Israeli niliyemwagiza kuwalisha watu wangu, nikisema, mbona hamkumjengea nyumba ya mierezi? Mstari wa 8 anasema,
Basi sasa mwambie mtumishi wangu Daudi maneno haya. Bwana wa majeshi asema hivi, nilikutoa katika zizi la kondoo, katika kuwaandaa makondoo, ili uwe mkuu juu ya watu wangu, juu ya Israeli. Nami nimekuwa pamoja nawe kila ulikokwenda, na kuwakatilia mbali maadui zako wote mbele yako. Nami nitakufanyia jina kuu kama jina la wakuu walioko duniani. Tena nitawaagiza mahali watu wangu Israeli, nami nitawapanda wapate kukaa mahali pao wenyewe, wasiondolewe tena, wala wana uovu hawatawatesa tena kama hapo kwanza. Okay, mtu ambaye nataka tuzungumze habari zake. So nisema Elisha, Daudi. Unaona Daudi namna ambavyo anatembea katika Mungu. Unaona Daudi ambavyo habari njema zinaanza kutajwa kwake. Kumbuka huyu alikuwa ni mchunga kondoo. Kumbuka huyu alikuwa akidharaulika katika kaka zake. Ini sai habari njema zinakwenda kutajwa kwake. Habari njema zinatajwa kwake kwa staili gani? Zinatajwa kwa sababu moja tu, ya kwamba Daudi kama Daudi kuna namna alivyoishi, kuna staili aliishi na Mungu. Daudi alikuwa mtu wa toba. Daudi alikuwa mtu wa kuanguka mbele za Mungu. Daudi alikuwa mtu wa kushuka mbele za Mungu. Nyenyekeeni chini ya mkono wa Mungu ulio hodari, ili awakweze kwa wakati wake. Kwa hiyo ukimsoma Daudi, ukamtafakari Daudi kwa kina, kuna vitu vingi ambavyo unaweza kujifunza. Kwa hiyo ukimsoma kwa jito la kipekee kwenye mwezi wa 6, utatembea kitofauti. Kuna mtu alikuwa anaitwa Hana. Samueli ule wa kwanza, sura ile ya kwanza, mstari ule wa 10 hata ule wa 20. Utaona vitu ambavyo Hana alifanya. Utaona vitu ambavyo Hana alifanya. Naona alipokea habari njema za kuvunja laana ya utasa. Kwenda akaweka nadhiri mbele za Mungu. Nadhiri, sadaka nadhiri. Aliweka nadhiri kwa Mungu kwamba apatiwe mtoto mume, na akipatiwe mtoto mume atakuja kumtoa sadaka kanisani. Na Mungu akaisikia. Yaani nadhiri ni kwamba unapatana na Mungu kwamba ukinifanyia hivi nitakufanyia. Ama ni sadaka ya kipekee sana, na ni sadaka yenye nguvu sana. Kwa hiyo kila siku chagua mtu mmoja katika Biblia aliyepokea habari njema. Tafakari alichofanya kabla ya habari hiyo njema kutajwa kwake. Hana aliingia akabubujika, akalia machozi, akalia mpaka Eli kuhani akawa hamuelewi. Sema mwamba amelewa. Sasa kumbe mimi mjakazi wako natafuta mtoto. Naomba Bwana nipatie mtoto. Na nataka. Nikambiwa Bwana ampe sawa sawa na haja ya moyo wake. Kwa hiyo jifunze kwa watu katika Biblia. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini kodi nyingine inayofuata ya 5 ni imarisha moyo wako katika imani. Watu wengi hupoteza habari njema kwa sababu hawajui kusubiri kwa imani. Imarisha moyo wako katika imani ya kusubiri. Habari njema huja kwa wakati wa Mungu, sio wakati wetu. Bwana Yesu apewe sifa. Wenda ukao nasema watumishi wanazungumza tu. Hebu tusome kitabu kile cha Habakuki sura ile
ya pili na mstari ule wa 3. Habakuki sura ya pili na mstari ule wa 3. Fundi mitambo ukituwekea hiyo itapendeza sana. Fundi mitambo tuwekee hiyo. Sema, maana njozi bado ni kwa wakati ulioamriwa, inafanya haraka ili kufikia mwisho wake, wala haitasema uongo. Ijapokawia ingoje, kwa kuwa haina budi kuja, haitakawia. Bwana Yesu apewe sifa. Kumbe kuna maono ambayo umeona bado ni kwa wakati ulioamriwa. Unapaswa kusubiri, unapaswa kuwa mvumilivu, unapaswa kungoja kwa Bwana, unapaswa kung'ang'ania kwa Bwana. Imarisha moyo wako katika imani ya kusubiri. Tafakari kila siku ushuhuda uliotokea baada ya kungoja kwa saburi, baada ya kungoja kwa subira. Hii itaongeza imani yako. Kuna watu kwenye maandiko walingoja kwa bidii, walingoja kwa subira, walingoja wakiwa na imani, na mwisho vikatokea. Unatakiwa ujipe muda, ni swala la muda tu. Yale mazuri unayotaka yatatimia, yatakuwa, yataumbika na yatafanyika. Natatuenda kitu cha 6 ambacho kitakusaidia kwa sehemu, na mafundi mitambo waweze kutuwekea kitabu kile cha Yeremia sura ile ya 29. Yeremia 29 mstari ule wa 11, na maandiko matakatifu yanazungumza kitu gani hapo? Naweza tukaona. Sema, maana nayajua mawazo ninayowawazia ninyi, asema Bwana, ni mawazo ya amani wala si ya mabaya, kuwapa ninyi tumaini siku zenu za nini? Za mwisho. Haleluya. Ninachotaka kuzungumza kwenye kitu cha 6 ni vunja vifungo vya habari mbaya katika mwezi wa 6. Wakati mwingine watu kumbwa na mfululizo wa habari njema kwa sababu ya madhabahu za kifamilia, utabiri wa uongo, roho za giza zinazofanya kazi. Kwa hiyo hakikisha unashughulika na kila habari mbaya, unavunja kila habari mbaya. Sali sala za kuvunja vifungo vya habari mbaya. Omba kwa mamlaka ya jina la Yesu ya kwamba ninakataa mzunguko wa habari mbaya katika maisha yangu, katika familia yangu, katika kizazi changu, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Popote ulipopaza sauti yako, sema, Yesu, ninasogea mbele zako majira haya. Ninakushukuru, ninakuinua katika muda huu, katika saa hii. Umenipa neema ya kutafakari neno lako. Baba, ninasema asante, maana imeandikwa katika Yeremia 29 mstari wa 11, maana najua mawazo ninayowazia ninyi, asema Bwana, ni mawazo ya amani wala si ya mabaya, kuwapa ninyi tumaini siku zenu za mwisho. Baba, ninasema asante kwa kuwa unaniwazia yaliyo mema katika mwezi wa 6. Ninajua unaniwazia yaliyo mema katika mwezi huu. Baba, nitapokea mema katika mwezi huu. Baba, nitaona mema katika mwezi huu. Baba, nitaona kuinuliwa. Baba, nitaona ustawi. Baba, nitaona nuru katika mwezi huu. Nitaona neema katika mwezi huu. Nitazipokea habari njema. Ninazita habari njema. Ninakataa mabaya katika mwezi wa 6. Ninakataa mabaya. Ninakataa mabaya katika mwezi wa 6. Ninakataa mabaya katika jina la Yesu. Ninakataa mabaya juu yangu. Ninakataa mabaya juu ya watoto wangu. Ninakataa mabaya juu ya familia yangu. Ninakataa mabaya katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Mabaya sio fungu langu. Mabaya sio sehemu ya maisha yangu. Mabaya ninayakataa. Mabaya ninabatilisha. Mabaya yaondoke kwangu. Mabaya yasizaliwe kwangu. Mabaya yathiririke kwangu
katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Mungu uliye mwema, Mungu mwenye nguvu, Mungu uliye mwema, Mungu mwenye nguvu, ukapate kusimama, ukapate kuthibitika katika neema na nguvu yako. Ukapate kusimama, ukapate kuthibitika katika neema na nguvu yako, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Amen. Mwana wa Mungu, popote pale ulipo majira haya, naweza kukamata sadaka yako ukaambatanisha na maombi haya ambayo tumekuwa tukiomba. Tuombe kwa ajili ya sadaka ambayo ni sadaka ya kipekee sana, ambayo unaweza kutoa kama sehemu yako ya shukrani, kumshukuru tu Mungu kwa kile ambacho amekutendea, kile Mungu ambacho amefanya kwako. Mshukuru Mungu, mshukuru Mungu, mshukuru Mungu kwa ajili ya sadaka hiyo. Namba ambayo unaiona ni ya Mix by Yas 0656870833. Kwa hiyo mtumishi, ombea sadaka. Asante. Asante Yesu. Baba, ninakushukuru, ninasema asante kwa ajili ya neema na kibali hiki Bwana, kupitia madhabahu yako hii na sadaka hii Bwana. Watoto wako kwa kike na kiume wanaenda kuachilia saa hii na majira haya. Baba, ninakushukuru, ninakushukuru katika patakatifu pako, maana Mungu ulisema ya kwamba sadaka ni ibada kamili. Baba, watoto wako wanapenda kuachilia hizo sadaka Bwana, ukawakumbuke, ukawajaze, ukawanemeshe, ukawatetee, ukawape matumaini na habari njema katika mwezi huu wa 6. Bwana, ukawabariki zaidi na zaidi. Bwana, ukawafungulie milango yao ya baraka ya kazi. Bwana, ukawajibu kupitia sadaka Mungu atakapoenda kuziachilia kupitia madhabahu yako Bwana, na sifa na utukufu ni zako Bwana, kupitia kila mmoja katika neema hii uliyompa, katika majira haya, katika malango ya mwezi wa 6. Tunaposema kwa ajili ya majira haya Mungu, utembee pamoja nao na baraka zikawe juu yao Mfalme, katika majira haya. Ni katika jina la Yesu na kwa damu ya Yesu Kristo wa Nazareti nikiomba haya yote, nikikabidhi mikononi mwako. Tazama, niomba ni machache, lakini mahitaji ni mengi, sawa sana mapenzi yako. Amen. Amen. Neema ya Bwana wetu Yesu Kristo na upendo wa Mungu na ushirika wa Roho Mtakatifu kae na sote sasa na hata milele. Amen. Bwana Mungu akubarikie na kukulinda. Bwana akuangazie nuru za uso wake na kukufadhili. Bwana akakupe amani yake popote upitapo, ukaitwe heri na mbarikiwa, katika jina la Mungu Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Amen. 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 Tukiwa maarifa nuru yang'aa, njia za mafanikio huonekana. Karibu ujione nuru ya kweli, ibada ya wokovu yawezekana TV. Mtumishi Njome, kiongozi wa hakika, mtu makini mwenye maono ya kipekee, amepewa maarifa kutuongoza salama. Ni mzime mwamini, karibu onje. Hapa kuna moto wa Yesu, hapa kuna nuru, mzee wa siku yupo kazini. Uwepo wa Bwana washuka na kuleta uhuru kutoka vifungoni. Yawezekana TV, mahali pa mabadiliko. Barikiwa.
Yawezekana TV, mahali pa mabadiliko. Barikiwa. 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 Barikiwa Arifa, nuru ya njia za mafanikio huonekana. Karibu ujione nuru ya kweli, ibada ya wokovu. Yawezekana TV.